Yes bana, joto la Kariakoo Derby linaendelea kupanda kwa timu zote mbili. Tunafahamu kwamba zimebakia siku mbili tu kuelekea mchezo huu mkubwa katika ligi kuu ya soka Tanzania bara NBC Premier League Mei 3 Jumapili ya weekend hii katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo huko Mbweni jijini Dar es Salaam. Sasa nadhani ulikuwa ufahamu hichi ni kwamba timu zote mbili sasa hivi zimeshaingia kambini kuendea maandalizi ya mchezo huu. Young Africans wao wamesalia visiwani Zanzibar, Unguja huko, wakiendelea kujifua na kujiweka fit kwa ajili ya mchezo huu. Wao hawataki mambo mengi, hawataki purugushani nyingi za hapa mjini. Wameamua kufanya maandalizi yao huko visiwani Zanzibar. Na taarifa nilizonazo ni kwamba kikosi chao kitarejea kesho Dar es Salaam na ndege kwa ajili ya kumalizia taratibu za mwisho za maandalizi ya mchezo huo, ikiwemo press ya makocha kuelekea mchezo huo, press ambayo itafanyika kesho katika ukumbi wa mikutano wa NBC huko Dar es Salaam. Lakini kikosi pia kitarejea moja kwa moja kambini kwa ajili ya mchezo huo. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club, wao maandalizi yao yameshaanza. Leo kama nilivyokufahamisha mwanzoni kwenye taarifa za awali kwamba Simba alikuwa na press kupitia kwa msemaji wa klabu yao ama meneja wa habari na mawasiliano wa klabu yao Ahmed Ali. Yeye aliweka wazi kwamba siku ya jana baada ya kikosi kurejea Dar es Salaam, wachezaji wote waliingia kambini jioni na maandalizi mbalimbali yakawa yanaendelea. Simba wao taarifa zao zipo wazi, wameweka wazi hali za wachezaji wao, afya za wachezaji ambao walipata majeraha katika mchezo ule wa mwisho wa fainali ya Muungano Cup, akiwemo Anicet Oura ambaye alitonesha nyama za paja, na kwa mujibu wa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali, amesema kwamba Anicet Oura anaendelea vizuri na kutoka kwake mapema katika mchezo wa fainali ilikuwa ni kama precaution, yani wao kuchukua tahadhari ili majeraha ambayo alikuwa alipata katika siku ile ya mchezo la hamstring lisiwe kubwa. Kwa hiyo anaendelea vizuri na akatoa hofu mashabiki wa Simba kwamba mchezaji huyo atakuwa full kamili gado kuwavaa Young Africans katika mchezo huo wa derby siku ya Jumapili. Mchezaji mwingine ambaye alitoka akiwa anachechemea ni Clement Kibabage, yes. Alipata naye majeraha kuwa fit kwenye mchezo huo kwa sababu alikuwa anauguza jeraha katika mguu wake. Naye pia anaendelea vizuri. Ilikuwa ni precaution, tahadhari, pia kuchukua tahadhari kutoendelea kumpa maumivu zaidi. Yusuf Kagoma pia naye alitoka katika mchezo huo, naye pia alipata maumivu kidogo, lakini wachezaji wote hawa wako fit kwa ajili ya mchezo wa derby siku ya Jumapili. Kwa upande wa Young Africans, najua wao wapo kimya, hawajataka kudisclose ama kufunguka kuelezea hali za wachezaji wao zilivyo kuelekea mchezo huo, lakini sisi waandishi wa habari wadukuzi, taarifa tunapata kutoka kwenye vyanzo vya ndani vya klabu hiyo. Taarifa kubwa ni kuhusu upatikanaji wa Mohamed Hussein Zimbwe Junior Shabalala ambaye alikosekana katika mchezo wa fainali ya Muungano. Vipi hali yake inaendeleaje? Taarifa za ndani zinaeleza kwamba ameanza naye mazoezi mepesi, na kuna uwezekano pia kuna 50% za Zimbwe Mohamed Hussein kuhusika katika mchezo huu wa derby siku ya Jumapili, lakini 50% nyingine zitategemea na fitness level ama kiwango cha utimamu wake wa mwili, kama atakuwa tayari kucheza mchezo huo mgumu wenye intensity kubwa wa derby ya Kariakoo. Mchezaji mwingine ambaye kama mnakumbuka alimaliza ule mchezo akiwa anachechemea kwa upande wa Young Africans alikuwa ni Prince Mpumelelo Dube, top scorer wa kikosi cha Young Africans, ambaye alipata majeraha ya tunasema ni nyonga. Alipata majeraha ya nyonga katika mchezo huo, na alimaliza ule mchezo akiwa na maumivu makubwa sana, kama ambavyo mliona alikaa chini kipindi fulani kwenye ile fainali ya juzi, akawa daktari anamtibia, ndivyo alimaliza akiwa na yale maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo naye hali yake sio mbaya sana. Kwa taarifa nilizonazo ni kwamba naye leo hii amefanya mazoezi na wachezaji wenzake, kwa hiyo naye atakuwepo kamili gado kwa Simba siku ya Jumapili. Mchezaji mwingine ambaye
watu wa mashabiki wa Young Africans walikuwa na mashaka ni Pacome Zouzoua ambaye naye alitolewa katika mchezo ule. Ilikuwa ni precaution pia, na yeye alikuwa amechoka. Nafahamu Pacome ndo amerejea hivi karibuni kwa sababu ametoka kwenye injury ambayo ilimweka kwa muda mrefu. Kwa hiyo Pacome yupo fit, wananchi, Pacome yupo fit kwa ajili ya mchezo huo wa Jumapili. Mchezaji ambaye pia tunakumbushana, unajua binadamu kusahau ni kitu cha kawaida. Mchezaji ambaye pekee ambaye uhakika hatakuwepo katika mchezo wa Simba na Yanga Jumapili kwa upande wa klabu ya Young Africans ni kiungo Mudathiri Yahya Abbas ambaye kama ambavyo mnafahamu alifungiwa na bodi ya ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa sababu ya kupigana. Alimpiga kiwiko mlinzi wa Pamba Jiji Ibrahim Abraham huko CCM Kirumba. Kwa hiyo Mudathiri Yahya hatakuwa sehemu ya kikosi cha Young Africans katika mchezo wa Jumapili dhidi ya Simba. Ndio maana nakazia kwenye mchezo ule wa fainali mlimuona anaanza wakati Duke Abuya yeye akianzia nje. Ilikuwa ni game plan ya mwalimu Pedro Gonçalves ya kumpumzisha Duke katika mazingira ambayo anafahamu atamhitaji katika mchezo wa Jumapili dhidi ya Simba, na then aanze Mudathiri ambaye hatakuwa sehemu ya kikosi cha Yanga katika mchezo wa Jumapili dhidi ya Simba. Kwa hiyo ilikuwa ni game plan ya mwalimu Pedro Gonçalves kuanza na Mudathiri Yahya na kumwanzisha nje Duke Abuya ambaye kwa asilimia kubwa anaenda kuanza katika mchezo wa Jumapili kwenye kiungo cha Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo hizo ndo taarifa ambazo zinaendelea katika kambi mbili hizi za Simba na Yanga kuelekea mchezo wao wa Jumapili wa Kariakoo Derby katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo Mbweni jijini Dar es Salaam. Bwana, naendelea kuwa na sisi kwa taarifa nyingi zaidi kuelekea mchezo huu. Jina langu mimi ni Shabel Daniel, nyuma ya kamera Yusuf Mpuma.